Bwana, chanzo kutoka Afrika Magharibi kinachofahamika kama Africa Foot kimethibitisha kwamba Young Africans wana monitor uwezekano wa kujaribu kupambana kumsajili winga wa kulia wa klabu ya Al Hilal Omdurman, raia kutoka Mali mwenye umri wa miaka 19, Adama Coulibaly. Sasa kwa kesi ya Young Africans, Adama Coulibaly ni miongoni mwa high profile players ambao Young Africans wanajaribu kuwatazama. Tunapomzungumzia Adama Coulibaly tunazungumzia miongoni mwa wachezaji ambao wasifu wake, potential yake ni kubwa, ni kiufupi. Ni miongoni mwa statement signings kama unafanikiwa kumpata. Africa Football wamethibitisha kwamba Young Africans ni kweli wanamfuatilia na ni kupitia pendekezo la mwalimu Pedro Goncalves. Sote tunafahamu kwamba Young Africans wanafanya biashara kwa kiasi kikubwa kwenye dirisha dogo kupitia mapendekezo ya mwalimu Pedro Goncalves ama kupitia sifa ambazo Pedro Goncalves anazihitaji kutoka kwa wachezaji ambao watajiunga na klabu hiyo kwenye dirisha hili dogo. Sasa Adama Coulibaly ni mchezaji ambaye anatazamwa. Of course, kila mtu anaweza akawa na muono wake kuhusu hili. Kuna watu labda wanaweza wakawa wanaona labda hili ni dili ambalo liko mbali sana kiuhalisia, kwa sababu ukweli ni kwamba Adama Coulibaly amebakisha mkataba wa miaka takriban 4 katika klabu ya Al Hilal Omdurman. Mkataba wake wa sasa unamalizika 2029, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaweza kurahisisha huu mchakato kama Young Africans wataamua kweli kulivaa hili jambo la Adama Coulibaly, kwa sababu tumekuwa tukiona hivi karibuni Al Hilal Omdurman wamekuwa wakipoteza baadhi ya wachezaji kila hapa na pale, na ni kutokana na hali yao kiujumla, namna ambavyo ilivyo, sio wao specifically, lakini nchi ya Sudani kumekuwa kuna kuhamahama sana. Hakuja kuwa na utulivu. Wako kwenye ligi ya Mauritania msimu uliopita, msimu wako kwenye ligi ya Rwanda, wanahamahama. Hichi ni kitu ambacho kuna muda kimeshaanza kufungua milango kwa baadhi ya wachezaji kuanza kutafuta uwezekano wa kwenda kwenye sehemu ambazo kuna utulivu zaidi. Ndio unapomwona mtu kama Mustafa Mohamed kutoka El Merreikh anakuja Azam, unamwona mtu kama Ibenge anatoka Al Hilal anakuja tena Azam. Kwa hiyo unaona kama vile huo uwezekano. Mtu kama Issa Fofana amefanya move kutoka Al Hilal, of course naye kaja Azam. Kwa hiyo kumbe unakuja kugundua kwamba kuna namna, na hawa wachezaji ambao unawataja kina Mustafa Mohamed pale El Merreikh, huyu Issa Fofana, hawa ni key players. Yani sio kwamba ni fringe players ambao labda Azam umekwenda kuwachukua. Hawa ni key players kwenye ile team, lakini kutokana na uhalisia wa kile ambacho kinawakuta hivi sasa Al Hilal Omdurman, kutokuwa na huo utulivu wa kuweza kuwa na mazingira ya kudumu ya kucheza michezo ya ligi kikamilifu, imekuwa ikirahisisha mchakato wa baadhi ya wachezaji funguo kwenye kikosi chao kupatikana. Kwa hiyo hiyo pia inaweza kuwa ni kesi vile vile, taarifa zinadai kwa mtu pia kama Adama Coulibaly. Unaweza kuwa kuna wepesi wa yeye kupatikana ama mwafaka ambao ni rahisi, sio kwa sababu sana labda Young Africans wanaweza kumshawishi sana mchezaji, lakini ni kutokana na uhalisia pia wa wachezaji wenyewe pia katika klabu ya Al Hilal kuona kwamba kama inakuja ofa kutoka kwenye timu ambayo inaweza kuwa kwenye mazingira ambayo ni stable, basi wao wanaweza kuwa kwenye mazingira ya kuweza kujaribu kupush, kuweza kushinikiza au kuweza kuweka bayana matamanio yao kwamba wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kujaribu kumove on kutoka kwenye club kama Al Hilal Omdurman. Na ukweli ni kwamba Young Africans mvuto wao kwa Adama Coulibaly umeanza tangu msimu uliopita walipokutana kwenye mchezo ambao ulichezwa pale kwa Mkapa, kwenye mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika match day 1 msimu wa 24-25, mchezo ambao Al Hilal walipata ushindi wa goli 2-0. Ile ndio mechi ambayo Young Africans walianza kuchukua notice ya Adama Coulibaly. Yani rais wa Young Africans alianza kuchukua notice kuanzia pale kwamba huyu ni mchezaji ambaye ana uwezo, huyu ni mchezaji ambaye anaweza kuja kuongeza kitu endapo tutaamini kwamba kuna nafasi yake kwenye kikosi. Na hivi sasa Young Africans wanaonekana kabisa nafasi ya kuleta mchezaji mwenye kariba kama ya Adama Coulibaly wanaihitaji, kwa sababu hawana wachezaji ambao wana operate vizuri kutokea upande wa kulia. Kwa hiyo ukijaribu kutizama unaona kama vile kuna mazingira haitokuwa rahisi, kwa sababu Adama Coulibaly mpaka kufikia kwenye dirisha kubwa ni mchezaji ambaye alikuwa anatakiwa na vilabu vingi. Of course Al Hilal wao wenyewe wanaamini kwamba huyu mchezaji ana mkataba wa miaka 4, kwa hiyo kuuzwa ama kuondoka inaweza siwe rahisi kiasi hicho, lakini nimetoka kuweka bayana hapa kwamba mwafaka wa wachezaji kuondoka katika klabu ya Al Hilal unaweza kuwepo endapo wanunuzi watakuwa serious. Nikisema serious, of course inabidi kuna dau ulifike, inabidi kuna mahala uaguse Al Hilal, biashara zinaweza zikafanyika, kwa sababu mwisho wa siku
Hata baadhi ya wachezaji waliopo katika klabu ya Al Hilal wanataka kupata stability, wanataka kuwa kwenye mazingira ya ligi ambayo ina utulivu. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho kidogo kinawaweka katika wakati mgumu Al Hilal kuweza kuwashikilia wachezaji kila hapa na pale. Wamekuwa wakiondoka baadhi ya wachezaji ambao ni key kwenye ile timu. Benchi la ufundi kuna muda linaondoka kama hivi, Benki anahama. Yote ni katika kujaribu kuonyesha kwamba inawezekana, lakini ni kwenye mazingira ambayo utaamua kuwa serious na hizi biashara, na uwezekano wa hii biashara kufanyika ipo. Sio rahisi, ipo kwa sababu Young Africans wameanza kummonitor huyu mchezaji muda mrefu. Kwa hiyo inawezekana mipango yake huyu mchezaji haijaanza leo. Yaani mipango ya Adama Coulibaly inawezekana imeanza kutengenezwa tangu kipindi ambacho Young Africans walianza kuvutiwa naye msimu uliopita. Lakini inaweza ikiwepo biashara kwa sababu ya uhalisia ambao unawakuta Al Hilal Omdurman. Hakuna utulivu, wanahama, wana msuli wa kifedha Al Hilal Omdurman. Wakisema wanataka kumshikilia mchezaji wanaweza, lakini uhalisia wao wa kuhama kila hapa na pale unawaweka kwenye mazingira magumu, kwa sababu kuna muda wachezaji wenyewe wanaweza wakasema kwamba imekuja ofa, nataka niangalie uwezekano wa kumove on. Na ndio maana tumekuwa tukiona baadhi ya wachezaji ambao ni funguo benchi la ufundi likiweza kumove on kutoka kwenye ile klabu. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, ibaki tu kwamba Young Africans wana monitor hii situation. Hakuna kitu chochote kikubwa ambacho kimezungumzwa baada ya hapo, lakini ukweli ni kwamba behind the scene Young Africans wanajaribu kuangalia uwezekano wa namna ambavyo wataweza kumanuva uwezekano wa kumpata Adama Coulibaly, na Adama Coulibaly anakwenda kuelevate kwa 100% winga ya upande wa kulia ambayo inashikiliwa sasa hivi na Kinaekua, Edmund pamoja na Chikola, anakwenda kuelevate kwa 100%. Sasa tunaendelea kusikiliza. Dirisha dogo mara hii inaonekana Young Africans kiukweli, hasa ukijaribu kutazama mapendekezo ya mwalimu Pedro Goncalves, wanaonekana kuwa wako serious. Yaani kama umekuwa ukifuatilia vizuri sajili ama tetesi nyingi ambazo zinahusishwa na Young Africans mpaka sasa hivi ni za wachezaji wenye profile kubwa, na ni kwa sababu unawaona kabisa Young Africans wanataka kufanya kitu kikubwa kwenye ile dirisha dogo. Wanataka kupasua benki, wenyewe wanasema wanataka kuchana mfuko. Kwa hiyo kumpata Adama Coulibaly kunaweza kukaa kuna mazingira ambayo yanaweza karahisisha hicho kitu. Pesa itatoka kwa sababu mchezaji ana mkataba, lakini kunaweza kukaa kuna mwafaka wa kufika katikati mahala, sehemu ambayo Young Africans wanaweza wakajikuta wametoa kiasi ambacho kinaweza kikawa ndani ya uwezo wao, lakini pengine kikachangiwa na uhalisia wa kile ambacho kinaendelea kwa Al Hilal. Kutokuwa na utulivu na vitu kama hivyo vinaweza kutengeneza mazingira mepesi ya wao kufika mezani na kuwa kwenye nguvu ya kuweza kuvuta mzani upande wao na kuona hichi kitu ama hili dili likiwa linatokea mwisho wa siku.